Naam, karibu sana wote ambao mko nasikiliza Baraka One TV. Ni kipindi cha habari pamoja na maelezo. Tarehe ni 25 mwezi wa 10 2025, majira ni saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira Afrika Mashariki. Ni mimi ndugu yako the one and only town DJP Rajab Wakili Kabonga. Niko na ndugu yangu hapa bwana Roger Seko Rafael. Karibu. Asante sana, tumekaribia ndani ya studio Baraka One TV ili kuleta habari na maelezo kupitia TV yetu. Habari na maelezo inakuwa na ujeni kila siku. Kuna wakati Roger anakuwa anabanwa, anapotea ghafla onekani. So unakuwa unaniachia mzigo, watu wanauliza Roger iko wapi? Tunakuwa tupo tu bana. Unajua tena masuala ya kutafuta habari inatupa. Unajua watu wakishazoea nani sukari, ndio wako na lamba sukari. Ndio. Ushakutengeneza chai yenye iko sawa sali. Yaani mchai sukari inakuwa mingi kushinda chai. Ndio tunasemaga mboga na ugali. Na maana mboga ni mingi kushinda ugali. So karibuni sana. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto ni kulike pia na kusubscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Una like na kufollow, na utakuwa kwanza kuwa unapata hizi habari kila wakati. Katika habari na maelezo tuna habari za muhimu sana. Ya kwanza ni kuzungumzia kuhusiana na mapigano ambayo yalifanyika kati ya makundi mawili ya CNPSC inaongozwa na mzee William Amuli Kutumba na Bilo Bishambo KFBB ambaye inaongozwa naye Ngoma Nzito. Walipigana Fizi. Kisa na mkasa tutakwenda kusikiliza humu ndani. Jambo la pili ni kwamba huko maeneo ya Nyiragongo, jimboni Kivu ya Kaskazini, ndani ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ya tarafa ya Nyiragongo na maeneo ya Muja na sehemu zingine, wazalendo wameamsha tena mpaka kuamkia asubuhi ya leo Goma kulisikika milio ya risasi, na wazalendo inasemekana wako pembezoni mwa jiji la Goma na wengine wanaweza kuwa tayari wapo katikati ya Goma. Ndio habari ambazo ziko hizo. Kwa hiyo muda wowote habari yoyote kuhusu Goma inaweza ikatokea, na hapa nimesikia kwamba watu hawalali Mgoma. Hawalali, wanakimbia. Wanaanza kimbia. Na kuna kituo kimoja kilitokea Goma, radi. Ndio ikapiga. Radi ilipiga mpaka wakahoko wakachanganikiwa. Kwa ule mvula tu budogo moja. Tuzungumza. Kumbe jamani wao. Nasema watu ni waoga sana. Tuzungumzie huko ndani. Na jambo lingine kubwa zaidi ni kwamba Christian Chiwewe pamoja na maskari wengine wakubwa wawili wamefutwa ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makosa ni ya uhaini, uhalifu na hivyo na pia njama za mapinduzi dhidi ya serikali ya Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Kwa hiyo karibuni sana na tuungane wote kwa pamoja. Naam, tukianza na hili swala la kwanza, wakati tulisikia taarifa kwamba wazalendo wanatupiana risasi wao kwa Wafizi, nini kitu cha kwanza kilikuingia mwakili yako? Kitu cha kwanza kiliingia kwa sababu hii sio mara ya kwanza, kiliwaza kwamba ni ile vurugu tu ambayo inakuwa inatokea kila wakati ya wao kupigana wao kwenyewe, kuto ile niseme kwamba kupambana juu ya leadership. Kwa sababu hiyo vurugu ya kujua nani anaongoza wenzake imeanza tangu mbele, na ni kama hewa ambayo inaingilia wazalendo kutaka kila mtu awe mkubwa. Na gisi titre ni moja tu, kila mtu ni general, hakuna mtu atapenda kusikia mwenzake. Nikajua kwamba ni hiyo tu ndio imetumana imekiamsha huko. Unaona? So kitu ambacho kinaingia mtu mwakili, tukiachana kwanza na kusema kwamba ile kupigania vyeo na vitu gani. Mtoto tuseme watoto wa nyumba moja, mama mmoja baba mmoja, usikie kwamba wanapigana mpaka kufikia hatua ya kuuana. Ukipewa taarifa wewe kama mzazi au unasikia baridi mwili, unasema watoto eske ni wangu kweli ama sio watoto wangu? Kwa sababu watoto wa nyumba moja kupigana mpaka kuuana, ujue kuna shetani tayari ameshaingia nzima iko kati ya mmoja na mwingine. Sasa wazalendo wa CNPSC na wa FABB sio mara ya kwanza wanapigana. Ndio. Na kupigana kwao pia kunaingiza makabila. Kumbuka kwamba kiongozi wa CNPSC ni Mubembe. Ndio. Wa FABB ni Mufuliru. Ndio. Na kuko
kundi la Wafuliru, viongozi wengine wa wazalendo wa Kifuliru tayari wako wanaanza kumpiganisha William Yakutumba a partir ya wapi? Ya Muplende la Ruzizi. Ushelewa. Sasa hii kitu inaenda kutengeneza Wafuliru na Wabembe waanze kuangaliana kwa jicho ambalo sio. Na sisi kama wanahabari wa Kongomani wa ukweli kabisa ambao hawana doa na wakutafuta amani, na ambao wanataka amani, wakati mimi nisikia wanapigana nikasema basi ile vita ya Wabembe na Wafuliru tena watu wanataka kutumia nafasi hii kwenda kuichochea kabisa. Chanzo hasa ni nini? Chanzo ambacho tumekipata, kuna vyanzo viwili. Ndio FABB wanasema, sababu ni mwingine wa mtu wa FABB na mtu wa SNPCC. FABB anasema kwamba sisi tulikuwa tuko tunaenda tunatoa nini mabarieri. Kisha watu wa Yakutumba na Rene na wengine wakaanza kutushambulia. Hiyo tuseme watu wa SNPCC nao wanasema kwamba tulienda tunatoa mabarieri. Kufika kwa barieri ya Biloze Bishambuke, sasa tuwaambia ni watoe, wakakataa. Walipokataa pale wao wakapiga mtu wetu mmoja akaanguka. Baada ya pale na sisi tukasema pale mtakiwa kutunelea kwetu. Unasikia kauli hapa? Ndio, mtatunelea kwetu. Na sisi tukareplicate tukaangusha watatu. Sasa pale ndio moto ikawaka misisi kuanza kuwindana. Kwanza kauli ya kusema kwamba kwetu, eske kuko kwabo na Mubembe na kwabo na Mfuliru Mkongo? Na wakati nchi ni moja hapo hakuna. Unaona? Ndio. Kwa hiyo kauli ya kutumia kwanza hii ya Wabembe kusema kila siku kwamba Bubembe ni kwetu, Mfuliru hawezi kuja kututawala, Mfuliru hawezi kuja kutuongoza. No. Ili swala mimi binafsi sikwagi na lunga mkono. Kwa hiyo hali kama hii inapojitokeza inaweka wazalendo sehemu gani mbele ya M23? Kwa upande wangu wanaweza kuprofitia mwa hiyo ile. Na ndio maana inatakiwa kuwa makini sana. Kama nilivyosema kipindi kilichopita cha mbeleni huko kwamba haina muda kufanya masuala hivyo. Na hii inatakiwa viongozi wajihusishe kwa haraka sana. Juu hii ni kama vile mwiba imeingia. Na hii mwiba inaweza kaleta tatizo kubwa sana. Juu wanaangusha umoja kwako. Na wewe unaangusha watatu. Unajua vitakuaje? Wengine watasema hivi waliangusha, tutaonana tutafutana sasa huu Mshasa-Lome. Na wakati cha kuwa Shasa-Lome njoo adui atasema wakati wako wanapigana ataingia kiurahisi sana. Na hii inaonyesha kwamba haionyeshi dua nzuri sana kwa upande wa kizalendo na inaanza ushusha sanamani ya kizalendo. Juma atasikia neno mzalendo atajua kwamba ni ile neno ambayo inamaanisha Mfaransa patriote. Yaani mtu anapenda nchi yake. Lakini ikiwa kwamba unaanza pigana huko wewe mwenyewe unaanza kuwa hapa ni kwetu, hawezi nionea sehemu yenyewe ya kwetu, inaanza kushusha samani ya kizalendo. Watu takianza constate kwamba wale watu wanajiita wazalendo lakini si wazalendo, babandi wa mwizi, na ndio maana kero wa kuchia makamba barabara. Ndio na ndio maana tunawaambia kwamba kama unaona wewe auko unapata au faidiki au kuli au pata lale mkizalendo, biache. Ndio utoke au uko pale mzalendo aseme juu ya kunipigania mimi. Hakuna mimi sikukuta kunipigania. Kila mtu aliingia pale kujipigania yeye kwanza kwamba kwake ipasifamiwe, ardhi yake isinyang'anywe, ndio maana tuliingia mkizalendo. Ndio. Sasa kama uliingia kujipigania wewe, kwa nini utanoblige ni wa kupigania? Mimi ndio nilikuangalia. Kama una toka, ushelewa. Kwa hiyo wazalendo mimi nawaambia mara mingi, ukichoka kuwa mzalendo toka. Weka silaha chini, bakia kuwa raia. Ile masuala ya kuanza kutupiana risasi juu tu ya kitu kamba. Mshaambiwa hizi kamba hazina faida. Na of course, kamba zinakuwa ziko zinanyanyasa watu sana. Kuna watu wako wanatakiwa kukaribia kuuawa juu ya kamba. Na sio mara ya kwanza mambo inatokea. Watu wanapigwa kwenye kamba. Hana 1000 francs tu 500 francs. Mtu anyasika. Sasa vitu kama hivi vinakuwa vinajenga picha mbaya, na hapa ndo adui naye anasema unaona niko nawaambia kwamba hapa ni bavuta bangi. Ni bana masuala ya kamba imeleta gumzo. Njoo ile ambao tumeenda kutafuta habari kwa Muplene wanakuambia nipe za mai. Na mimi nilikuwa na chupa ya mai nikampa. Asema bana hii mai inahitaji maji mengine. Maji mengine ni gani? Anake frank. Taji pesa. Ndio tuko tunaenda complain for kwenda na bidii ya mai. Ndio. Ajoma za mai unamfungulia mai chupa unampa kunywa mai ile bana. Umeelewa? Ndio. Ili waweze kukaa sawa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hii ambayo kitokea Misisi, wananchi wanasema kule wapo kwenye hali mbaya na wanakuwa na wasiwasi mkubwa, lakini nilifurahia kuona kuna baadhi ya viongozi wa
wa makabila ya Kifuliru na Wabembe waliwaweka watu wao chini na kuambia bwana, sisi masuala ya wapiganaji tusiyaingilie. Wao wasoda wakiuana wako wao, acha uane wako wao. Lakini siye baraia aseme huu Bafuliru, Babembe, hapana. Ndio. Na imeleta picha nzuri. Ile nimependa. Na ikaonyesha kwamba upande wao wana hali ya kuwa na hekima. Yes. Kwa sababu angeichilia mvile kungewaka cha ajabu kuliko atachamisha na yeah. Tuache ile kujipiga kifua. Ile ni problem. Sie batatuona. Sie ndo tuko hivi. Jamani, kwenye risasi na liaga haitokagi bila mnofu wa mtu. Ndio, hawezi kaka. Hakuna Mfuliru, hakuna Mbembe. Hiyo kusema si Bafuliru ndo tuko nguvu. Si Babembe ndo tuko nguvu. Hawezi tufanya kitu. Ewane, tusipimane mwini. Tungali na adui hapa karibu. Kwa hiyo tumpige kwanza adui atoke, kisha siku moja sasa tutaombanaga terrain. Ndio. Unaona? Tumpige kwanza adui atoke, kisha sasa tutaombana terrain siku moja. Aya, fa bebe wewe hapa na sasa best simkumbuka lazima sema mwe mimi nguvu. Aya, mnatupa mkipori kimwa minembwe kula. Mtafutani. Ndio. Lakini kwa sasa kwanza tumpige adui. Njoo jamani hiyo kwa sababu njoo priority sasa ya kutafuta adui. Tukiachana na swala la huko Fizi ambako tumeshuhudia mengi na tumeona mengi na tumesikia mengi pia, natumai wananchi wa Kifuliru na Wabembe hawana shida, wataungana, wataendelea kutumika kwa pamoja, wawachie wale wanajeshi mambo yao wao wenyewe, kama watamalizana wametane wao kwa wao, lakini raia msingilie yale masuala ya mapigano. Swala la M23 huko Kivu ya Kaskazini, jana kuamkia mpaka leo mirindimo ya risasi ilisikika sana pembezoni mwa jiji la Goma, huku wananchi wakiwa na wasiwasi. Pia Nyiragongo mambo yamekuwa ni magumu sana kwa M23, huku wakisadikika kuanza kukimbia kutokulala tena ndani ya jiji la Goma na masehemu mengine. Hapa nazungumza nyumba 10 hawalali tena kwao, wa chef de quartier hawalali tena makwao, ba burgomestre vile vile ba de quartier wanakuwa wanakimbia kulala makwao. Hii unaona ni ishara. Kuna barua ya administrateur wa Nyiragongo anawaambia kwamba wa nyumba 10 mnatakiwa muwe mnalala hapo majumbani kwenu, hapana kukimbia kuna kulala nje ya mantite yenu. Na mwenye atakamatika naenda lala nje ya antite yake, basi iko mshida kubwa. Unakuta wakina Nanga bandala Gisenyi, ndio ba Bisimwa bandala bote huko wanaacha Goma iko wazi. Hii inaashiria kitu gani? Hii inaashiria kwamba upande wao wanaogopa sana. Na moto ambayo inakuja na FARDC na wazalendo ni moto wa ajabu sana. Na wasije kiajikuta wanalamukia mu mikono ya wazalendo na FARDC na njoo wakapigwa nguvuni, wakapigwa lock up, na njoo kwa ikalamba, na njoo iishe vibaya. Unaona kama hii ambayo imetokea Katana kuna mtu mzee wetu yule wazalendo walimshutumu kwa kwamba alikuwa na collaborate na M23. Na walikuja wakamchukua kwetu tunasemaga wakambeba Aleba, wakamrendeza. Ndio. So walipombeba Aleba huko, baada ya siku 5 ya kukutanana na mtu tayari upepo umekwisha kutoka. Sasa hili swali linawaweka na kwenye wakati mgumu watu wengine wote ambao wako na M23 kusema kwamba afeke hii alire yenye iko naendelea hivi. Ndio. Na gisi tunaanza ishiwa nguvu hivi. Tunaishiwa nguvu hivi. Itakuwa ni shida kwetu. Ndio. Wanaweza kimbilia wapi? Gisenyi. Ndio. Wanakuwa wanatoka humu wenda lala Gisenyi. Wanatoka humu wenda lala Gisenyi. Hii kwa upande wa wazalendo ni ushindi. Ndio. Ushindi kabisa mkubwa. Ni ushindi sana. Kwa sababu siku wataamuka wanakiamsha cha ajabu. Na njoo watasema hii frontier tunafunga wenye balala kule hawatarudia. Na ndio nakajikuta Nanga mtana sema basi acha tu tunaenda hivi. Kope inaisha. Biashara inaisha. Para hapo kurudia tena. Ndio. Na kuna tukio moja ambalo lilitokea Goma huko Kivu ya Kaskazini wakati M23 wako wanaenda wanakamata. Inasemekana kwa taarifa ambazo nimezipewa na tutakwenda kusikiliza ujumbe kwamba M23 walipigwa na radi. Sasa radi tu, mlio wa radi. Ndio. M23 walitafutana. Ndio. Story ilikuwa hivi. Wakati wanakuja wanakamata raia kwenye mikutano yao, kukusanya watu nini jua wao wafanya meeting bila kukamata watu kwa kinguvu. Bila kukamata watu kwa kinguvu. Na hata hapa kama Nyura gisi walifanya, walifunga njia zote, wakalazimisha watu waende kwa meeting.
Ushaelewa? Ndio unaona ile mnapiga kelele. Hamna shua, mtapiga kelele tu. Ndio. Sasa wakati wako na kamata raia pale, washakamata vijana kadhaa wamewatia kwenye yale magari yao. Baada ya muda mvua hivi udogo hata kwa umenyesha matoni tu. Ndio. Kasikika mgurumo wa radi unakuja. Yaani kama sinema kama waliroga kama ni nini hatujui. Nakwambia radi ilishuka kwenye zile gari. Ni mpala la M23 waliruka kutafuta watu wanafuje bana ya chupa foto umanyumba krr. Après quelques secondes bale bapeti wenye bakwa basha kamatokamatwa bakaruka wakakimbia zavo wakaenda kwenye kujulikana. Na wakati M23 walikuwa washajificha zamani washakimbia na bunduki kuziangusha. Unajua? Ndio. Sasa walikia rudia abakusema A wala B. Unaona? Raia tu yuko anaangalia bale wenye bali resist pale. Ni kuwasha magari zao na moto. Sasa kaambia bwana, hawa watu wanaishiwa. Wewe imagine mtu unakimbia mgurumo ya radi. Ya radi tu. Mgurumo ya radi. Donc nikawaza kusema walikuwa wanasema kwamba ni sokoi ndio zinapiga. Cho hiyo nilisema kwamba mtu mwenye ameliwa na nyoka Lukamba inamogopesha. Na hii inawapa funzo kubwa sana kusema kwamba haiko tena muda wa kuendelea maiyo walifu wao. Ni muda wa kama watajirandre ama kama wataenda kwa baba yao Kagame hawapokee tu warudi kwao. Unaona? Wafanye shwa moja. Juu radi tu ya ajabu. Juu nadhani kwamba ile radi ilikuwa ni mlio tu. Ni mlio. Kwa mlio. Haiko sema ilitumwa pale kwa wao. Ilikuwa sema ilitumwa. Kama tungesebele asubuhi vivo kaza. Juu radi haendaki hivi. Ikishapiga inapiga kama vile mpanga. Juu mimi nishawahi kuona kwenye napiga mti ile kitu alikuwa ya mchezo ile. Inakataga mti yote inalungula. Yeah. Unanjoko kwenye maji iko na nyesha. Sasa jiulize wao mngurumo tu wakajua maana yake vile shasa ilio kama patakuwa na miti wakapiga. Mmemetua hoye maana yanje. Waka huko maana yanje. Maana yanje tu watu wanafuje. Wanafuje na bado. Na bado mwende kwenu amsikie. So tusikize ujumbe kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini. Bwana Rajabu, jambo. Ni sawa ndugu. Bwana. Ukaoko. Mbona unaanza jikimbia yako? Ukaoko unajikimbia yako juu. Sasa hii radi napiga hapa hivi maima midi. Radi napiga hapa maturunga. Juu ulikuya turunga unafanya mabuklaje unaanza yoyo na bajeni. Sasa huko mvule iko na menace sana mvule iko na menace sana. Biko pale washaleta kamanzi yao wanatia mo bajeni. Tunasikia radi na kuya juu ilikuwa radi ya nguvu kabisa na sisi tuliwaza sasa moya ni avion ndio nakuya. Radi ilikuwa kabisa na sisi tuliwaza hata ni avion. Ile radi na kuya tu. Hiyo tunawaza kama ni nini? Ni avion. Tuliona wenzetu unaangalia hii radi kupiga tu ulikimbia. Ulikimbia manake. Ulikia kamatia fure kama ni kude kilometre. Na njo ilikuwa bahati ya wajeni nao kuruka mwele makamanzi hapa kwa batia ndio nao kukimbia na njo kujifichika. Gari zinabakia pale zopeki. Ulikia rudia ni kukamata gari na kuenda unasikia haya. Radi na kukimbiza. Manake busha kwa traumatize moya yao nivo. Buko traumatize na kuambia ndugu yangu usikie tu. Banaanza jikimbia yako. Radi natuma mtu mweko na bunduki wanajitapa mgombozi anaanza jikimbia yako epe. Naam, sasa bwana hapa tuna kesi ya makamanda watatu. Makamanda wetu watatu hapa. Tuanze na ndugu yetu Christian Chiwewe Songesha ambaye alikuwa chef d'état major general wa FARDC, ambaye pia alikuwa komanda wa garde républicaine, na ambaye pia alikuwa conseiller spécial matière ya sécurité chef de l'état. Yeye ameweza kufutwa ndani ya jeshi. Ndio. Ikiwemo pia na lieutenant general Frank Bwamunda Ntumba.
ex chef wa nyumba ya kijeshi ya serikali, Ndio. maison militaire ya chef de l'etat, na pia akiwemo general de brigade Benjamin Katende Batubadila. Hawa wazee wa Ngwasuma watatu walikuwa wanashtumiwa kwa makosa ya uhaini na kujaribu kupindua serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu tupatie dondoo kuhusiana na hili swala. Kwanza kabla tujaanza na hili swala, niseme hiyo juzi waliwekwa kando garde republicaine bote wa kuchunga chef de l'etat. Hiyo ilikuwa ni azimio, bataillon yote ilikuwa pembeni. Balitoa wote. Bali batoa. Bakasema kwamba batabapeleka ku FRDC. Njoo iko na wachunga kule. Hii nikajiuliza kuna sura gani? Lakini kufuatana na habari zingine zilizotokea wakasema kwamba kuko maordre ni bali ba garde republicaine balikuwa wanapata kupitia viongozi wao. Yenye ilikuwa preparation ya coup d'etat. Sasa nikajiuliza ni viongozi gani ambao hawajatajwa? Lakini kwa mshangao ndio tumepata hizo majina na Christian Chiwewe, nikasema basi ndio viongozi wao sasa wametolewa sasa rasmi. Na hii inaonyesha kwamba habari ilikuwa ishafanyiziwa checking, maana yake walitafuta wakafuatilia kwa umakini zaidi. Depuis tu kukamata ile garde republicaine kuweka kwanza kando, ikaonyesha kwamba hapa kuna kitu ambacho kiendeki. Juu garde republicaine ndio inakuwa anachunga rais kote kwa anatembea. Ndio. Na hii inaonyesha kwamba upande wao walikuwa wanatafuta kuchangia kufanya ile coup d'etat. Na hapo kati kuna vikosi pia vya Burundi vilienda kwa ajili ya ulinzi wa rais. Ndio. Sasa inafika mpaka tu hivi tunakosa na imani ya vikosi vyetu asilia kabisa. Sisi tutaenda kabisa. Niseme kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alikutanisha infiltration iko totale mu armée. Na unakutosha wengi wa ofisier wenyewe anatumika nao walitumika kwa pouvoir ya Joseph Kabila Hippolyte Kanambe. Sasa unakutosha upande wake c'est pourquoi alikuwa anafanya recruitment ya bajene juu baingie mu armée, akiangalia kama atapata armée yake yenye atakuwa nayo ya confiance ya nguvu sana. Lakini hautatoa yenye iko na wakati ubakie zero. No, akatumikisha kwanza ile, lakini kutosha kwamba ile yenye alitumikisha yenye ilibakia Hippolyte Kanambe, unakutosha kwamba ndio ilikuwa anatumikisha maplan ya kumtafuta kumwangusha kwake kufanya manani coup d'etat. Na ukichukulia kwanza hapa, na sio mara ya kwanza Rais Felix Tshisekedi kufanya hii hatua ya kusema kwamba alete armée nyingine ikiwa musekirize. Hata vile vile kwa mercenaires ambao risi walitaka kumchunga wakarudia kwa sababu ya mishahara juu to yao ya kufanya security Felix Tshisekedi ya franga ku ilikuwa elevesa. Wakarudishwa. Hata wengine walikuwa wanatumiwa mercenaires risi kule Goma kabla hizi vita vya pamba moto. Wala ni sio Warusi, wale walikuwa ni wanani kainchi kamoja hivi ka Europe, lakini sio Warusi. Ndio. Kwa sababu unajua kuna nchi zenye unaweza kuchukua ba mercenaire yake, ndio bana pigana kabisa usisema hapa ni ba mercenaire. Ndio Warusi ba mercenaire ba Rusi ni ba Wagner. Ndio Wagner. Na angalia kwenye Wagner wako Afrique Centrale. Ndio. Ba maîtrise bien. Hakuna shida. Ndio. Wako Burkina Faso, wako Mali, wako Niger, ndio wako na maîtrise situation za terroriste kule. Sasa hapa si tuliingia mu makope, unaona? Ndio. Mwalikuwa chargé na ile swala ya kurecruiter ba mercenaires, akina chukua kama ni Balibane. Ndio Balibane hapo. Ushelewa? Kama ni banani hivi bachukua ni ba Colombia wengine ndio walikuwa. Sasa ule kuchukua ba mercenaires wenye biko nguvu na wenye biko na susi biko nachukua juu ya mafranga banaingia makope wanachukua mbele aliko nguvu. Sasa hile inakuwa iko natutia katika wakati mgumu. Kuchukua ba mercenaires sio shida, ni sawa, lakini commandement ya FRDC anata hapa bajene wenye biko na kuwa recruiter hapa mwima siku. Biko na ba former ni wale wenye walikuwa na Kabila. Ndio. Na sasa morale itakuwa ni ile. Morale inakuwa iko ile. Sasa biko na former na banatia batu yabo benye batapiga bakwambia un jour tutachukua nini? Pouvoir. Sasa ile inakuwa chachu kidogo. Ndio chachu mpaka sasa hivi yenye iko na kuwa nini kifanyike ili kuweza kabisa kukata ile mzizi. Eske kuwafukuza mujeshi akina Krisachi wewe ndio itatupatia picha nzuri ya kusema kwamba army itakuwa forte. Je, na pare yake hakuna wengine wenye walikuwa asha former kuhusu hiyo kope? Biko ba mingi. Presque officier mkubwa sana. Je ne pense pas mtu mwenye alipita kuwazifa kama vile conseiller politique au chef de l'État.
ukuwe chef d'état major wa kuangalia garde general, chef d'état major general wa armée. Donc ile ndo cheo ya mwisho ya bakamanda na majeshi. Ndio. Ye president ile yake chef d'état major nani commandant supreme wa armée ni titre inaitwa honorifique. Honorifique ndio akumpatia. Mais haiko sema ni iko munani, mais ye chef d'état major general ndo mwisho wa basoda bote mu RDC. Unafikia mwile niveau. Na mwenye alifikisha pale ni nani? Ni yeye mwenyewe Felix Tshisekedi. Alimtoa chini akamtia komanda wa garde républicaine. Ndio. Akamtoa pale akampatisha lieutenant general akapewa nyota 4. Ndio. Baadaye pale akamtoa akampandisha akampatia chef d'état major general. Akampatia premier conseiller politique. Baada pale akamtia conseiller mwenye kusharije na masuala ya kijeshi wake. Donc conseiller spécial. Ndio. Personnel yeye mwenyewe. Sasa mtu sawa kabisa bakutoe huku kumbe huko una collaborate na Kabila. Hii inakupatia picha gani we kama Kongole kwanza? Kwa upande wangu niseme kwamba kuna watu ambao wanakuwa na maendeleo yao. Na kuna watu wengine hawarizikaki. Ni ile soif ya pouvoir. Sijui mimi nakwambia masuala hata ya Kabila, unakutosha kwamba alipita fasi fulani lakini iko tena na bezote anakuwa tena president de la Republique. So vola RDC. Na njoo ile ya Christian Chiwewe. Unaonyesha upande wake yeye iko tena na bezote na apande zaidi ya pale. Ali wapi tena? Hakuwa hata premier ministre na cheo. Hata premier ministre kwa sababu baba yake kama chef wake mwalitumika naye politika namba alikuwa rais. Wewe atakuwa hata premier ministre. Unaonyesha ile. Sasa tutakuwa na premier ministre wangapi? Bangapi watakuwa ba premier ministre? Bale wote bibiko mwili complot wote ni mingi. Aya wote watakuwa ba premier ministre. Ndio hayo sasa. Tena kuta ni ba general. Ndio. Huyu iko chache na hii na hii. Sasa mwote mtakuwa banane tuseme. Eske mwote mtakuwa ba chef d'état major general. Ni umoja tu. Ndio, umoja tu unahitajika. Deja huko pale nini nyingine? Kwa mfano tuchukulie hapa mfano ya gavana wetu hapa Purusi. Huko deja gavana wa mkoa sasa Sud Kivu. Bana propose nini nyingine yenye utapatia ba Mventura juu wapite. Nini nyingine? Huenda mshahara mkubwa kuliko. Mshahara gani na wewe ndio chef, wewe ndio president wa province, uko na makare mine zote mu mikono zote kabisa. Nini nyingine kenye utataka? Kwa deputy. Wewe bakongole ni bajinga sana. Uache kuwa gavana wa mkoa. Atuko wajinga, tuko njoo anime na esprit ya corruption. Ndio ujinga ile. Hapana, japo ujinga. Hauwezi acha kuwa tuseme muterme nyingine rais wa mkoa. Ndio. Province yote iko mu mikono yako. Sawa. Uko na contrôler mazab yote mu mikono yako. Ndio representant provincial. Wa chef de l'État. Ni wewe, ndio kutoa rais ni wewe pale. Kisha bakukorompe uende kwa député national. Mungu wangu. Ndio tulishuhudia hapa wa kinatongwa biji hapa. Anacha haribu province leo kama député national. Ndio. Iko chini tu pale pu. Hilo tena nini yenye bana kuipaka? Eske ushawaza ni kwa nini bana kuipaka? Kukuipa anaenda pata anaenda jituliza kwenye masuala ya chini ya udepite. Mimi naona kwamba kwao ni kutafuta tu maintere. Immunité. Protection. Asikuwe poursuivi. Ile ndo tuliza. Asha detourner papa. Sasa anasema ili nijiproteger mzuri. Niende mu Assemblée nationale ama msena. Nikifika mule nikikala mule ndani, si niko na immunité zangu. Patanivua hizo vipi? Na vile tu useme tu ni soif ya pouvoir. Kwa sababu gani? Joseph Kabila huyu politika nambe. Mbona alikuwa rais na akawa senateur. Unaona kisa senateur. Lakini immunité zilitolewa juu. Unaona kisa sheria ni sheria. Hizi kwanza bali zitengeneza zile immunité zake. Immunité. Ile loi yenye ina nini juu ya pension chef d'état. Chef d'état. Unaona? Bali trasaka ile tu titi bakatengeneza juu yake. Malgré wengine wote bali bénéficier ba Mobutu na banani, mais ilikuwa ni juu yake. Un chef de l'état hawezi kuwa poursuivi na kosa yoyote ile yenye swate alifanya akiwa yuko kumadaraka ama ashatoka mpaka maisha yake yote. Huko nani? Huko Mungu mwinji. Ndio hayo sasa. Unaelewa? Kwa hiyo ile yote ni akili yenye bakongomani si peke tulijitengenezea juu ya kujilinda. Sasa inchi kama hiyo haiendagi Roger Seku
Unaona? Nchi kama hii haendai. Haiwezekani bakuinue kutoka chini kupanda mpaka kwa chef d'état major general kisha kuna prepare coup d'état ya chef d'état. Haiwezekani. Ni bulozi. Usiona mtu anakuchukia bila sababu. Sasa mlize wewe unachukia nini hapa? Sipendi kumuona tu. Ndio, sitaki tu kumuona. Uko mlozi. Na hiyo inaonyesha kweli inaleta gumzo kwa upande wa viongozi wa nchi na masuala ya pouvoir. Wengi sana kwa aswafe na pouvoir. Wengi kabisa kwa aswafe na pouvoir juu mtu mwenye alifanya siasa hawezi akafanya commerce. Hawezi akafanya commerce kwa sababu ataona kwamba siasa kwa upande wake njoo ilikuwa yake. Ndio ile ya Bitakwira wakati ana comparaître wakati ya Vital Kamerhe ambia monsieur quel est ton nom? Juste Bitakwira bwana hai. Tu fais quoi dans la vie politicien? Au kwa ki ni kazi politicien. Ndio. Kazi yako ni nini? Ana kazi. Ndio. Ministre honoraire. No. Kazi yako ni gani? Unafanya kazi gani? Uko nani maisha? Alikusa jibu wa mzee Kongo. Ndio mipango ya Bashino. Shino kila politicien iko na kazi. Ndio. Ni politicien, mais ni mwalimu, ni politicien, ni engineer kampuni fulani, hivyo washino. Kwa hiyo na sisi tukifika mwili niveau tutakuwa tuko yulu sana. Lakini tutakuwa mkarne zijazo. Hapana, si ndio tutaanza kupigania hili tufike kwa ile hatua. So na nafikiri kwa hayo tamatuka tuko nayo kwa siku hii ya leo. Roger, malizia hapo. Niseme shukrani sana kwa watazamaji wote wa Baraka One TV. Wasikose kutembelea Mwangaza Television ambayo tunafanya vile kazi nzuri sana hapo. Kama hujajabone ni muda wako kabisa na fursa ya kujabone kwenye Mwangaza Television ambapo tunaposti habari nzuri sana. Yes, asimu kwa Guma Samuel from Czech Republic na Afrika Kusini, mahali papiro jaba Afrika Kusini. Naona pia kinashidi Kizanga Tembele King Sele, the one and king from USA Kizabe Ayeba Mashaka ya Maderoni Butoto Sokola Ayeba akiwa nasikiza Baraka One TV. Tukutane majira ya saa 12 kwenye mitazamo yetu.